Shalom. Sasa leo nitakwambia siri kubwa 5 zilizojificha kwenye chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe kwa nini special kuliko chumvi nyingine zozote? Kwa nini chumvi ya mawe ni chumvi ya muhimu kuliko chumvi zingine zozote? Kuna kitu gani ambacho kimejificha kwenye chumvi za mawe? Kwa nini chumvi ya mawe inaonekana ina nguvu kuliko chumvi zingine? Nitakwambia siku ya leo. Lakini sitakwambia tu siri zilizojificha kwenye chumvi ya mawe. Nitakwambia ni namna gani ya kuweza kuitumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa kwenye maisha yako, ili uweze kufanikiwa kwenye uchumi wako, ili uweze kufanikiwa kwenye biashara yako, ili uweze kutoka kwenye magonjwa ambayo yanakusumbua, ili uweze kuwakimbia hawa wachawi na kuwashinda hawa wachawi ambao wanakusumbua siku ya leo. Na kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii kama uko na chumvi ya mawe pale ulipo, na jambo nitalifanya kwenye kipindi hichi, chumvi hiyo itabadilika. Itakuwa sio chumvi ya kawaida tena, itakuwa ni chumvi yenye nguvu na utaweza kuitumia kwenye haya mambo ambayo nitakwenda kuambia siku ya leo. Sasa ninapokwenda kuelekeza siri hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Sasa siri ya kwanza, chumvi ya mawe ina nguvu ya kusafisha nyota ya mtu. Kama unaona mambo yako ya kazi hayaendi vizuri, mambo yako ya biashara hayaendi vizuri, mambo yako ya uchumi hayaendi vizuri, inaweza kuwa ni sababu kubwa ya kwamba nyota yako siku ya leo imeweza kuchafuliwa na wewe haujui. Na kama nyota yako imechafuliwa, unaweza ukasafisha nyota yako kwa kutumia chumvi ya mawe. Sasa utafanyaje ili kuweza kusafisha nyota yako? Ninaomba unisikize kwa makini sana na utafanya haya maelekezo ambayo nakwenda kupatia sasa muda huu. Utafanya hivi, utaamka saa 8 kamili usiku. Utachukua chumvi yako utashika kwenye mkono wako kushoto, na utachukua Biblia yako utashika kwenye mkono wako wa kulia. Na utafungua Biblia yako kwenye ile Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 25. Utasomea kwa sauti hiyo chumvi. Alafu baada ya hapo utatamka maneno juu ya ile chumvi. Utasema, ewe chumvi, nitakapokwenda kutumia kupitia ewe chumvi, nyota yangu itakwenda kusafishika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Nitakapokutumia ewe chumvi, nyota yangu iende kasafishike, nyota yangu iende kang'ae, nyota yangu iende kainuke. Baada ya kumaliza kufanya kitendo hicho cha imani, matumizi yake yatakuwa hivi. Ule muda ambao unakwenda kuoga, utachukua ile chumvi ya mawe kidogo, utachanganya na yale maji ya kuogea, utakwenda kuoga. Na utafanya hivyo kwa muda wa siku 7 mfululizo. Utakapofanya hivyo, na kuhakikishia kama kuna vitu vilikuwa haviendi vizuri kwenye biashara yako, vitaanza kwenda vizuri. Kama biashara yako ilikuwa iongezeki, wateja walikuwa hawaji dukani, wateja wataanza kuja dukani, biashara yako itaanza kuongezeka, biashara yako itaanza kutanuka. Hata kama kule ofisini ulikuwa ni mtu ambaye haupandi cheo, utakapotumia chumvi hii kwenye kuoga, utaanza kupanda vyeo, utaanza kupata kibali, utaanza kukubalika kila sehemu ambayo unakanyaga, kwa sababu chumvi ina tabia kusafisha nyota ya mtu. Sababu nyota ya mtu inaweza kachafuliwa na watu. Wachawi wanaweza kachafua nyota ya mtu, marafiki zako wanaweza kachafua nyota yako, wale watu ambao hawataki uongezeke, watu ambao hawataki upande vyeo, watu ambao hawataki wewe kila siku ukue, wanatamani kila siku wakuone uko pale pale, wanaweza kaichafua nyota yako. Siri ya pili iliyojificha kwenye chumvi ya mawe, chumvi ya mawe inaweza kutumika kuondoa nuksi na mabalaa. Yaani wewe umekuwa ni mtu wa bahati mbaya, kila jambo unalofanya kwenye maisha yako linakuwa na bahati mbaya, ajali zinakuwa ni nyingi, unakuwa na mabalaa, haupendwi, hauthaminiki, watu wanakuwa ni kitu cha ajabu, watu hawakusikilizi, watu wanakuchukulia poa, watu wanakutake for granted. Unaweza ukawa hata ni bosi kule kazini ulipo, watu wanakuchukulia poa kabisa. Wale wafanyakazi ambao unawasimamia hawakukubali, hawakupokea wewe kama bosi wao. Chumvi ya mawe unaweza kutumia na ikaondoa lile balaa, nuksi pamoja na ile mikosi ambayo inakusumbua kwenye maisha yako. Unajua kuna watu mna roho ya bahati mbaya, mna roho ya nuksi. Lolote lile unalofanya halifanikiwi. Yaani wewe ukijaribu kufanya biashara haifanikiwi, ukijaribu kufanya kazi haifanikiwi, ukijaribu kuingia kwenye mahusiano hayafanikiwi, ukijaribu kuingia kwenye ndoa haifanikiwi. Una roho ya ajali. Kila jambo unalofanya unakosea. Kila kitu unachokifanya una mess up. Hakuna kitu ambacho unakifanya vizuri. Hamna jambo ambalo unalifanya ambalo linaendaga vizuri hata siku moja kwenye maisha yako. Wewe una mabalaa. Kuna mtu amekutumia mabalaa kwenye maisha yako kwamba usifanikiwe. Kuna mtu amekutupia mabalaa kwenye maisha yako kwamba usiinuke. Kuna mtu amekutupia mabalaa kwamba wewe hela zako zote unazozipata zio zinaishia kwenye magonjwa. Hela zako zote unazozipata zio zinaishia kwenye madeni. Una mabalaa, una madeni kila sehemu, una nuksi kila sehemu. Magonjwa yamekuandama, shida zimekuandama, lakini unaweza ukaitumia chumvi ya mawe kwa ajili ya kuondoa nuksi na mabalaa. Sasa unafanyaje kuweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kuondoa nuksi na mabalaa? Utafanya hivi. Kama kawaida, utafungua kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka ule wa 25. Utaamka saa 8 kamili usiku na utausoma mstari huo kwa sauti ukiwa umeshika Biblia yako kwenye mkono wako wa kulia na chumvi yako kwenye mkono wako wa kushoto. Utasoma mahali hapo kwa nguvu na utatamka juu ya chumvi ya kwamba, ewe chumvi, nitakapokwenda kutumia, ninakuamrisha kuanzia sasa, kila balaa ambalo limekaa kwenye maisha yangu, kila mkosi ambao umekaa kwenye maisha yangu, nitakapotumia chumvi hii, balaa hilo likapate kuondoka kuanzia sasa. Utakapotamkia matamshi hayo kwenye chumvi, kesho yake asubuhi utakapokuwa unaamka, utachukua chumvi ile kama kawaida, utaenda kuiweka kwenye maji yako ya kuoga. Utakwenda kuoga na utaoga kwa siku 5 mfululizo. Utaoga kutumia chumvi hiyo
kwa siku 5 mfululizo. Ule muda wa kawaida ambao unakwenda kuoga, utakwenda kuoga kwa kutumia chumvi hiyo. Utakapofanya hivyo, na kuhakikishia kama kulikuwa kuna nuksi na balaa ambayo inakufuatilia kwenye maisha yako, itaondoka mara moja. Sasa ninapokwenda kuelekeza siri ya 3 iliyojificha kwenye chumvi ya mawe, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na unabarikiwa, basi unaweza ukalike pale ulipo. Siri ya 3, chumvi ya mawe inaweza ikatumika kuponya magonjwa yaliyo sugu. Inawezekana siku leo unasumbuliwa na vidonda vya tumbo ambavyo ni sugu, unasumbuliwa na mapele ambayo ni sugu, unasumbuliwa na matatizo ya ngozi ambayo ni sugu. Tumbo lako linakusumbua sana, kichwa chako kinakusumbua sana, mwili wako unakusumbua sana, mwili wako umejaa magonjwa mara kwa mara na haujui utafanyaje. Chumvi hii ya mawe inaweza ikatumika kwenye kuondoa haya magonjwa. Sasa utafanyaje ili kuweza kuitumia chumvi ya mawe ili uweze kupona magonjwa ulionayo? Utakachofanya, utafanya hivi. Utaamka saa 8 kamili usiku. Kwa hiyo utachukua Biblia yako, utafungua kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka ule wa 25. Pale unaona kwamba Elisha alitumia chumvi ili kuyaponya maji yale yaliyokuwa yanazaa mapooza, ili kuyaponya maji yale yaliyokuwa yanasababisha watu waweze kuumwa, watu waweze kupata magonjwa. Kama Elisha alivyotumia chumvi ile, nao utaingia kwenye maombi mafupi saa 8 kamili usiku. Utaambia Mungu, kuanzia sasa ninaibariki chumvi hii kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Chumvi hii nitakapoitumia, kila magonjwa ambayo yamekaa kwenye mwili wangu, ninaamuru kuanzia sasa yakapate kuniachia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utakapoamka asubuhi, utachukua chumvi ile, utaitia kwenye maji yako ya kunywa, na maji yale utakuwa unatumia kama maji ya kunywa kama kawaida. Utayanywa maji yale kwa muda wa siku 7. Utakapomaliza siku 7, na kuhakikishia kama kulikuwa kuna magonjwa ambayo yanakuwa yanakusumbua kwa muda mrefu kwenye maisha yako, magonjwa yale yataondoka mara moja. Siri ya 4, chumvi inaweza kutumika kuondoa mapooza au mambo yaliyokuwa yamedumaa kwa muda mrefu, yaliyokuwa hayaongezeki na kustawi. Yawezekana kuna biashara ambayo unaifanya muda mrefu, biashara ile imedumaa. Yawezekana kuna kazi ambayo unaifanya muda mrefu, kwenye kazi ile hauongezeki kwa namna ya kupata cheo kingine, kila siku umebaki pale pale, umebaki kwenye level ile ile. Kwa chumvi inaweza kutumika kwa ajili ya kuleta ustawi kwenye hiyo biashara ambayo unaifanya. Yaani hiyo biashara ikaanza kustawi, hiyo biashara ikaanza kuongezeka, hiyo biashara ikaanza kukua, hiyo biashara ikaanza kutanuka. Lakini vile vile chumvi inaweza kutumika kwenye kukuinua wewe, kupeleka kwenye level nyingine kwenye hiyo kazi ambayo unaifanya. Inawezekana kila siku wenzako wanapanda vyeo lakini wewe haupandi vyeo. Inawezekana kila siku wenzako wanapanda madaraja lakini wewe haupandi madaraja. Inawezekana kila siku wenzako wanakuwa lakini wewe haukui, kila siku uko pale pale na umekuwa ukijiuliza kwa nini inatokea hivyo. Lakini una uwezo wa kutumia chumvi, na chumvi hiyo ambayo utaitumia inaweza kukusaidia wewe kupanda daraja ama kutoka ngazi moja kwenda kwenye ngazi nyingine ya maisha yako. Sasa mapooza yanakuwaje? Mapooza yanakuwa hivi. Kuna watu ambao mko vizuri sana kwenye kuanza vitu, lakini kila mnapoanza mnaanza vizuri, lakini ninapofika sehemu vitu vile vinaishia njiani. Ina maana vitu hivi vinaanza kwenye speed ya juu, lakini ninapofika katikati vitu vile vinaharibika. Hii ndio roho ya mapooza. Maana yake kuna kitu ambacho kinakuja kinapooza ile hali, kinapooza ile biashara iliyokuwa inaenda vizuri, kinapooza ile kazi iliyokuwa inaenda vizuri, kinapooza yale mahusiano ambayo yalikuwa yanaenda vizuri. Roho hii ya mapooza unaweza kuiondoa kwa kutumia chumvi. Sasa unafanyaje? Utafanya hivi, naomba usikize kwa makini. Utachukua chumvi ile ya mawe, utaamka saa 8 kamili usiku kwenye maombi. Utashika chumvi ile kwa mkono wako kulia na utatamka maneno haya. Utasema hivi: kuanzia siku ya leo nitakapokwenda kutumia chumvi hii ya mawe, ninatamka kwamba hakuna mapooza yote yatakayotoka kwenye mahusiano nilionayo, kwenye biashara nilionayo, kwenye kazi nilionayo. Kuanzia siku ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, chumvi hii natumia kama point of contact. Nitakapotumia chumvi hii, jambo lolote ile ambalo limekaa kwenye maisha yangu likapate kuondoka kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na utakachokifanya, utachukua chumvi ile ya mawe, kama uko na biashara yako, utaenda kuweka kwenye sehemu ya biashara. Labda ni kama kwenye duka, utaenda kuweka dukani kwako. Labda kama kwenye kampuni lako, utachukua tu chumvi kidogo, utaenda kuiweka kwenye ile ardhi ya kwenye duka lako ambalo uko nalo, kwenye ile kampuni yako ambayo uko nayo. Na ndio maana nimekwambia baki mpaka mwisho wa video hii. Kama uko na chumvi ya mawe, kuna jambo nitakaolifanya juu ya chumvi hiyo uliyoshika mawe, na nitakapofanya jambo hilo, chumvi hiyo unaweza kaitumia kwa urahisi sana bila hata kufanya haya maelekezo yote ambayo nimekwambia, na chumvi hiyo ikakusaidia kwenye vitu mbalimbali. Lakini pia siri ya 5, chumvi inaweza kutumika kuleta kibali kwenye maisha ya mtu. Unajua kuna watu hamkubaliki, kwenye ndoa zenu hamkubaliki, kwenye mahusiano yenu hamkubaliki, kwenye kazi zenu hamkubaliki. Kuna watu mahali hapa mna roho za kukataliwa. Kila sehemu unakataliwa, unachukiwa na watu bila sababu. Haujui hata mwenyewe kwa nini unachukiwa na watu. Watu hawakupendi, watu wanakupinga. Ukiangalia ni kitu gani ambacho umeshawafanyia maskini ya Mungu, hakipo hata ulichowahi kuwafanyia. Sasa utafanyaje ili kuweza kurudisha kibali kwenye maisha yako kilichopotea kwa kutumia chumvi? Utafanya hivi, utaamka saa 8 kamili usiku ukiwa na chumvi yako ya mawe. Utachukua chumvi ile ya mawe, utaishika kwenye mkono wako wa kulia na utatamka maneno haya. Utasema, kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, nitakapotumia chumvi hii, ninaomba nikapate kibali kwenye maisha yangu, nikapate kibali kwenye kazi ninazozifanya, nikapate kibali kwenye mahusiano yangu, nikapate kibali kwenye ndoa yangu, nikapate kibali kwenye biashara yangu, kwenye lolote lile ninalofanya. Ninaomba Mungu ikapate kibali kupitia chumvi hii kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen.
na utakapoamka asubuhi utachukua chumvi ile, utakwenda kuiweka kwenye maji ambayo unakwenda kuogea, na utakwenda kuogea maji yale kwa muda wa siku 3, kwa sababu namba 3 ni namba ya ufufuo. Utakapokuwa unaogea ndani ya siku hizo 3, yale mambo yote ambayo yamekufa kwenye maisha yako, kile kibali kilichokuwa kimekufa kwenye maisha yako, ule upendeleo uliokuwa umekufa kwenye maisha yako, utarudi mara moja na kwa haraka sana. Sasa muda huu tunakwenda kwenye sehemu ya muhimu sana. Kama uko na chumvi yako mahali pale, kamata chumvi yako kwa mkono wa kulia. Nataka niombee chumvi hiyo, na nitakapoiombea chumvi hiyo, unaweza ukaitumia kwenye haya matumizi 5 yote ambayo nimekwambia ili kuweza kufanikiwa. Kamata chumvi yako kwa mkono wako wa kulia na unyenyue juu niweze kuiombea pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ndani hai, ninaiombea chumvi aliyoshika dada huyo kuanzia sasa, aliyoshika kaka huyo kuanzia sasa. Ninaibadilisha chumvi hiyo kuwa chumvi ya upako kuanzia sasa. Bwana, itakapokwenda kutumika chumvi hiyo, ninaamuru Bwana kibali na nguvu ya mafanikio Bwana ikaambatane pamoja nao. Kupitia chumvi hiyo Bwana, nyota za watu zikasafishike. Kupitia chumvi hiyo watu wakapatiwa kibali. Kupitia chumvi hiyo Bwana, nuksi, balaa na mikosi iliyokuwa imekaa kwenye maisha ya watu ikapate kuondoka kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utatumia chumvi hiyo kama yale maelekezo ambayo nimekupa kwenye ile siri moja ambazo nimekutajia siku ya leo. Pia kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi niandikia kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama umebarikiwa na huduma hii na unatamani uweze kusupport kwa chochote kile ulichonacho kwa njia ya sadaka, unaweza ukasupport huduma hii kupitia namba za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yetu. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akubariki sana na akuzidishie pale ulipotoa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia kama unatamani kuweza kuwasiliana na mimi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako kulia wa chini wa screen yako, ukanipigia mara moja. Usitume message yako, piga moja kwa moja. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu na umebarikiwa na video hii, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike video hii na imekubariki mpaka hapa tulikofika, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.